Sawa? Yaani amini tu sifanyaje? Alafu kama umpendi ni hata nabii umpendi. Wangapi wanampenda? Safi sana. Unajua kwa nini mnampenda? Hebu muulize mwenzako kwa nini unampenda Alex? Kuna siri moja ambayo imejificha hapa. Mchungaji anaponigeuka mimi au mtume, watu wangu wanamkataa, lakini katika maandiko matakatifu sio mimi nawaambia wale watu wamkatae yule mtu. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 3:22. Kwa hiyo nataka niwafundishe kwamba nyinyi mko kibiblia sana. Sio kwamba yule mtu amechukiwa au nabii amewaambia watu wake wamkatae. Hapana, ni neno linasimama lenyewe. Kitabu cha Matendo ya Mitume 3:22 mstari. Ndiyo, karibu. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba ndiyo, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katikati ya ndugu zenu. Kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. 23. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Ataangamizwa. Ina maana Alex angekuwa anipendi, nyinyi hamwezi kumpenda. Hicho ndio darasa linaendelea. Kuna mtu mwingine anaweza akasema nabii amewaambia watu wake. Sio mimi. Ni Roho Mtakatifu tu anaingia watu wao wote. Kwa mfano, naweza kutembea sasa hivi na askofu hapa. Askofu anipendi, nyinyi hamtampenda. Yaani hakuna mtu aliwaambia kwamba askofu amemtukana na Ernest. Hapana. Kwa sababu ninyi ni watoto wa kiroho, ninyi ni watoto wa manabii. Watoto wa manabii wana maono ya kinabii. Na ndio maana unakuta watumishi wangu wengine wanaanza kusema baba amewaambia kanisa wasinipende tena. Mimi saa ngapi nakuja kusema lakini ukisoma neno nasema usipomsikiliza nani? Nabii. Kwa hiyo leo Alex mnampenda kwa sababu yuko vizuri na nabii. Kama mtumishi wa nabii yuko vizuri na nabii, roho zenu zote zinamkataa. Hata sijawaambia. Yaani mnashangaa tu, huyu mtu hatumuelewi. Na Mungu aendelee kuwajazia maono. Macho ya rohoni yafunguke zaidi. Mafuta ya kuelewa zaidi iwe juu yako. Amen. Kumbe neno limesema asiyomsikiliza. Kwa hiyo nikimkanya huyu au Alex kama anisikilizi, na yeye basi asikilizi tena na watu wangu. Kwa hiyo tushikamane. Kama ukiona roho pale na inakataa nini? Kama ukiona roho inakataa, ujue Roho Mtakatifu anakutembelea vizuri. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi. Amen. Pigie Yesu makofi zaidi. Kwa hiyo tunao watumishi wanaoweza kuwafundisha vizuri. Na nyinyi sio watu wachanga tena. Ukisikia tu mtu anageuza mafundisho, mwambie yeye mafundisho tujafundishwa sisi. Na baba anafundisha umoja. Hata mtu akikukosea na kufundisha kwamba msamehe. Lakini kwa nini roho inawakataa? Ni Biblia inasema usipomsikiliza nabii, Mungu anakutenga na watu wake. Maono yazidi ndani yenu, macho ya kiroho yazidi ndani yenu. Sikiliza. Wana wa manabii 70 walikuwa, Elisha na Elia walikuwa wanatembea. Elisha anakonyezwa na watoto wa nabii kwamba baba yako anaondoka. Nani aliwaambia wana wa manabii kwamba Elisha anaondoka? Lakini Elia anaondoka. Elisha hajui? Elisha anawaambia wana wa Israeli, nyamazeni, najua hiyo. Wala hajui, lakini yeye mmefunuliwa.
Ni kama sasa hivi hapa kuna mtu ananipiga vita wala mimi sijui, lakini wewe umeshajua. Umeshajua. Nini nakusaidia? Ile roho ya kinabii. Yaani sasa hivi hapa kuna kitu najua ambayo mimi sifanyaje? Sijui. Kuna watu wanataka hata kuniangamiza, lakini wewe unajua, lakini mimi sijui. Ndio maana wana wa Israeli wanamwambiaje Elisha, baba yako anaondoka ili wewe uwe mkubwa. Elisha anasema nyamazeni, asisikie. Baadaye jamaa mpaka kaondoka, Elisha akabaki na watu 70. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kitu inatakiwa ujue. Kwa hiyo ndio maana nakwambia usitende dhambi. Sababu ukitenda dhambi unakuwa kipofu. Unaanza kumuona nabii aeleweki. Unaanza kuona nabii afai. Unaanza kuona Mungu wako aliyokusaidia afai. Kwa sababu ni adui hiyo dhambi, ni adui na Mungu. Inakutenga na Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki sana.